Kuna tofauti gani ya uchakataji wa sukari ya matunda, sukari ya soda na sukari inayopatikana kwenye asali mwilini? Hakuna utofauti ya kwamba ile sukari inayopatikana labda kwenye soda, kwenye asali, kwenye matunda, kwamba hii ni sukari ambayo inatofautishwa na mwili. Mwili huwa hautofautishi kwamba hii sukari inatoka kwenye embe, inatakiwa ichakatwe mwilini kwa kutumia mtiririko huu. Alafu hii sukari inatoka kwenye asali, mtiririko wake ni huu. Alafu hii sukari inatoka kwenye soda, mtiririko wake ni huu. Mchakato au namna mwili unavyotumia sukari kutoka katika vyanzo vyote huu ni mmoja. Umeelewa? Sasa iko hivi kitaalamu. Ukiangalia aina ya sukari tunayopata kutoka kwenye soda ni sukari ambayo ni fructose pamoja na glucose, na sukari tunayoipata kutoka kwenye asali inaitwa sucrose sugar. Lakini hii sucrose ni muunganiko wa fructose pamoja na glucose. Sukari tunayoipata kutoka kwenye matunda haya tunaokamua nyumbani ni muunganiko wa fructose pamoja na glucose. Umeona? Kwa hiyo kumbe aina ya sukari tunayoizungumzia ni aina hii moja. Kwa hiyo hata mchakato unapoingia mwilini ni mchakato huu mmoja. Kwa hiyo matumizi ya hivi vitu vyote bila kuangalia ustahimilivu wa mwili wako ni hatari sana kiafya. Kibaya zaidi, vimiminika hivi vyote vinaleta uraibu, utegemezi, kiasi kwamba hata hii elimu ninayoitoa mtu hawezi kunielewa ya kwamba hakuna utofauti wa sukari inayotokana na embe, chungwa, nanasi, sukari inayotoka kwenye soda, sukari inayotoka kwenye vimiminika vya viwandani. Sukari ni sukari, mchakato wake ni mmoja. Ninachowashauri tu watu wawe na kiasi. Yes, sio kwamba unamaliza kupiga zako labda kama ni pilau unakula pale, alafu pembeni umewekewa jagi la juisi ya embe, wewe unapiga glasi 2 na umemaliza kupiga hivyo. Kwa hiyo hayo ni matumizi mabaya ya sukari katika mkao mmoja. Unahatarisha mwili wako kulemewa na maradhi ya lishe.